Kisugu, leo ni Jumatatu ya tarehe 29 mwezi ukiwa ni wa 9 mwaka 2025. Umeamkaje? Kwanza ni juu hali yako kiujumla. Hali yangu iko njema sana. Uko vizuri? Nashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah rabbil alamin. Viunga vya Kokobichi Mikoi ukuonekana, lakini baada ya dakika 90 licha ya minong'ono iliyokuwa inazungumziwa niliona watu wana furaha. Ulikuwa unaumwa pengine labda? Hapana, nilikuwa na mambo ambayo ya kibinadamu, mambo ya kifamilia. Unajua weekend hizi na sisi Wandengeleko na Wazalamo mara nyingi Jumamosi na Jumapili tunakuwa na mambo yetu yale ya kimila, kwenda kutegemea ndugu, familia nini. Kwa hiyo sikuonekana, nilikuwa nimeungana na familia yangu, kulikuwa na jana wetu kidogo anakwenda kwenda kuoa, kwa hiyo kwa namna moja au nyingine. Na ndio maana sikutokea maeneo ya Coco Beach, nilikuwa nashirikiana na familia ili kuhakikisha kwamba kila jambo linakwenda vizuri, kila jambo linakwenda sawa sawa. Ukiambiwa shabiki wa Simba ni mtu wa fujo au shabiki wa Simba ni watu wa korofi, wanaozungumza hivyo watakuwa wanakosea? Yes. Unadhani ni kwa nini kama mara ya pili katika ubora unaozungumziwa mnakosekana uwanjani? Kwanza lazima nikiri kwamba Simba ni mashabiki bora, na moja ya kutoa ushahidi kuona namna ambavyo ndio timu pekee yenye mashabiki ambao shirikisho la mpira barani Afrika kwa maana ya CAF wametupa tuzo ya kuona sisi kwa mashabiki bora. Ni kweli kwamba imetoka sitofahamu kwa namna moja au nyingine zaidi ya mechi ya pili, lakini siku zote wanasema kwenye safari ya mamba na kenge wamo. Haya matukio ambayo yanayotokea, mashabiki na wanachama wa Simba tunatakiwa kujifunza katika haya. Na moja na kwenda kutuaminisha kila unayemwona anavaa jezi nyekundu ya Simba usiamini kana kwamba huyu anawezekana kuwa Simba. Yawezekana jezi amevaa ni ya Simba na kimtazamo unaweza ukaamini kwamba huyu ni Simba, lakini aliyakuwa sio Simba. Historia ya mashabiki wa Simba, moja katika timu ambayo ina watu wastaarabu ni Simba Sports. Jafeti, Simba Sports imekosa ubingwa mara 4 mfululizo kwenye ligi ya NBC. Ukipiga mahesabu mara 4 kwenye ligi ya NBC, unakuta kuna mechi zaidi ya 200 na something kwa miaka hiyo minne. Lakini mashabiki wa Simba hakuna vurugu yote waliofanya kwenye ligi ya NBC. Wao kwenye mashindano ya kimataifa. Ndio tujiulize mmekuwa mna shida gani wana Simba? Mimi naamini na hili niliwahi kulisema na nitaendelea kukisema kwamba kuna kundi maalum limejitengeneza aliyakuwa sio Simba, waje kuharibia wana Simba, wanakwenda kununua jezi na kuja kufanya fujo. Inatoka wapi hilo kundi? Lipo ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kama mnalifahamu, ndio maana leo hii nina ushahidi wako watu wanavaa jezi ya Simba hawajawahi kuzungumzia Simba vizuri. Leo mtu huyu au watu hawa kama wanavaa jezi ya Simba hajawahi kuzungumzia Simba vizuri kwenye mechi ya Simba, atataka heri huyo. Maana yake huyo atataka Simba yaribu ili mradi aende kutukana na kusema Simba. Kwa hiyo hii kwa kitu jambo ambalo linatokea, mimi naambia wana Simba tuwe makini. Tunapokwenda uwanjani tujiangalie tuliopo wote tuliovaa jezi ya Simba kweli ni Simba. Kwa hiyo kuna muda mwingine mtu anavaa jezi ya Simba anafanya makusudi kuja kuharibu nini? Taswira ya Simba. Lakini Simba na mashabiki bora, na moja ya mashahidi kwamba Simba na mashabiki bora ni shirikisho la mpira wa miguu Afrika kwa maana ya CAF. Wametupa tuzo. Mmecheza Botswana, Gaborone, lakini mmemaliza 90 dakika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ni kama vile mambo yalikuwa arjojo, jahazi lilikuwa linaenda mlama. Simba Sports umeitazama licha ya kuwa imepita. Watu wanazungumza mambo ni kama hayaendi vile ambavyo watu walitarajia yatakuwa. Mabadiliko ya mwalimu au nini hasa unadhani bado hakija? Kwanza kabla yote niwapongeze sana wachezaji wa Simba. Leo hii baada ya mechi kusha, mashindano kwa bingwa barani Afrika katika hatua za awali hazina msimamo. Maana yangu hakuna msimamo wa klabu bingwa barani Afrika. Kinachotakiwa katika hizi mechi ni kuqualify kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na Jafet, kuna jambo ambalo watu wamelisahau, ni wakumbushe. Timu zetu 4 zinashiriki katika mashindano yanayoendelea shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. Timu iliyocheza na bingwa ni moja tu kwa maana ni Simba Sports. Gaborone kutoka Botswana. Timu iliyocheza na bingwa halisi kutoka kwenye nchi yao ni moja tu, ni Simba Sports. Na ile mechi ya Simba dhidi ya Gaborone imekwenda kuonyesha uasilia halisi ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwamba Gaborone walikuwa na kikosi bora kuliko Simba Sports au? Nimesema hivi, Simba ndio ilikuwa na kikosi bora, maana yake ndio kimeweza kuqualify.
Mechi ya kwanza wameshinda ugenini, mechi ya pili wameshinda kwao, kuna aggregate 2-1. Nani hapa na kikosi kizuri? Unaweza ukawa na kikosi kizuri ukakosa wachezaji bora. Nasema hivi, ili ufanikiwe utoke hatua moja uende hatua nyingine, maana yake lazima una kikosi bora, lazima una timu nzuri. Binafsi lazima niwapongeze Gabaro. Wameonyesha upinzani mkubwa. Moja ni timu nzuri. Lakini pia mashabiki wa Simba na watu wa mpira wanatakiwa wajue situation wanayopitia Simba katika mashindano ya klabu bingwa katika hatua za awali. Leo hii Simba Sports hatuna mwalimu physical fitness. Leo hii Simba Sports kwenye ile mechi hatuna mwalimu wa goalkeeping. Leo hii katika ile mechi Simba tumekosa mwalimu ambaye wakuja kuifundisha nini timu. Mohamed Morocco tumeenda kumchukua Mohamed Morocco ndani ya siku 5. Mimi naamini kama hii mechi Simba tungekosa qualify, adui wa kwanza wa Simba aliyekuwa mwalimu wa Simba aliyepita Fadlu Davis, kwamba mngemwangushia jumba bora. Mimi binafsi leo hii Jafeti mwalimu amepewa nafasi ya kusajili, amesajili. Mwalimu amepewa nafasi ya kwenda pre-season, amekuwa na timu pre-season. Mwalimu tunakwenda kucheza naye hatua ya awali. Gabaro timu anaiacha aliyakuwa bado mashindano, ile mechi inaendelea kucheza siku 3 mbele zinaye zijazo. Jafeti nitolee mfano mdogo tu. Familia mmesafiri kwenda Arusha. Baada ya kufika Arusha, baba na mama Mungu akapitisha uwezo wake akawachukua. Familia ya watoto mlioacha waliokaa pale Arusha naishi kwenye mazingira gani? Itakuwa tata. Kwa hiyo lazima na watu waangalie situation ambayo wachezaji wa Simba walopitia. Mimi naamini kwamba psychology hazikuwa sawa sawa kwa sababu halisia ya jambo lifanyaje ndio tokea. Leo hii nampongeza sana Mohamed Morocco kwa vitu viwili. Moja, kukubali kuchukua dhamana ndani ya siku 4 kwenda kusimama katika mechi ngumu kama ile ya Simba dhidi ya Gabaro. Leo tunajua uasilia wa mpira wetu hususan kwenye timu zetu hizi kubwa. Jaribu kufikiria jukumu alichukua Mohamed Morocco, jukumu alipewa kuivusha timu, angeshindwa kuivusha timu. Leo wa Tanzania nini wangekuwa wanasema juu ya Mohamed Morocco? Ni mapema kusema kwamba mbinu zake hazijaisaidia Simba kuvuka kwenye watu. Zimevuka. Simba leo imevuka. Umezungumza kwamba asingevuka. Yes. Kwa hiyo lazima niseme kwanza nimpongeze sana Mohamed Morocco. Ameonyesha ujasiri mkubwa na ameonyesha uzalendo wa hali ya juu. Lakini pia nawakumbusha wana michezo wanatakiwa angalie social Simba mbona iliyopitia. Lakini pia nawakumbusha Simba ndio timu pekee iliyocheza la bingwa. Wanatakiwa wajivunie kuwa wamepita kwenye mfupa mgumu. Kwa hiyo leo lazima tuwapongeze sana vijana waliopambana kwenye jasho na damu. Kwangu binafsi nawapongeza. Ni kweli tunakiri kwamba tumecheza katika hali yetu ya kawaida, katika standard ambayo Simba tuliozoea, lakini kuqualify ni jambo jema. Hilo ndio lilikuwa la msingi zaidi. Katikati ya safari linaibuka swala jipya. Umewatazama watani wako pia wamecheza kama ambavyo wamecheza Azam Football Club na Singida Black Stars. Zote zimefanikiwa kuvuka hatua ya kwanza, hatua ya awali. Nijielekeze kwa Young Africans. Ulitazama namna ambavyo waliweza kucheza zidi ya Hatimaye lazima niseme sijawahi kutazama hiyo mechi. Hujawahi. Lakini baada ya mechi kusha nilijaribu kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Yaani mechi ukutazama, alafu ukapita kwenye mitandao ya kijamii. Lakini katika kupita, dhamira yangu si kwenda kuangalia mechi ya Yanga na wale wa Angola imekushaje. Baada ya kupitia nikaona mashabiki wengi wa Yanga wanalalamika dhidi ya mwalimu wao. Hicho ndio kitu ambacho nimekiona. Kwa hiyo ulienda kutafuta lawama? Nilikuwa naangalia kwenye mambo yangu ya kawaida. Kwa bahati mbaya nikakuta mashabiki wa watani zangu wanalalamika. Sasa unaelewa kweli Yanga alitokaje katika ule mchezo? Yes. Walitokaje? Alishinda goli 2. Goli 2. Yes. Akumbe zilifungwa na nani? Hapana, sikumbuki walifungwa wakumbuki. Lakini walifunga bao 2. Yes. Ila nilichogundua wamecheza na timu ambayo haina uzoefu katika mashindano ya CAF. Ni mara ya kwanza na ile timu historia yao ina miaka 7 toka ianzishwe, ndio mwaka huu inakwenda kushiriki katika hali mashindano. Maana yake mtoto wangu Faris na ile timu mtoto wangu mkubwa. Ile wa mwisho Faris. Mkubwa kwenye ile timu. Kwenye ile timu. Yes.
Kwa hiyo wamekutana na mtekea. Unasema wewe. Yani ndio mimi nilikuwa nazungumzia historia ya hii timu waliocheza nayo. Timu ambayo haijawahi kuwa mabingwa wa ile nchi. Timu ambayo ina miaka 7 toka iundwe kufika pale ambapo ilikofanyaje? Ilikofika. Na mwisho nikamalia nikasema timu waliocheza na wapinzani wangu kwa maana nyuma mwiko. Mwanangu Faris ni mkubwa. Sasa malalamiko yanatokana na nini? Timu inapata matokeo katika michezo takriban, kwa haraka ukichukua Young Africans wamecheza michezo 9. Kwenye hiyo michezo 9 Romain Folz hajapoteza mchezo hata mmoja, clean sheet safi. Malalamiko yalikuwa yanahusiana na nini? Unajua unaenda kusafiri kwenda zetu Mkugilo ukapanda gari ikaonekana nzuri na keozi, lakini kila ukenda mbele mara tairi imepasuka, mara hivi, maana yake mnafika lakini mpia mmefanyaje? Umechoka au? Unakusudia nini? Kura kuna namna mbili Jafet. Kuna kura kujaza tumbo na kuna kura kupata afya. Kwa hiyo Yanga wanakula kupi? Unasema wewe, wanajua wenyewe. Yaani na niwaambie tu, jana usiku kimefanyika kikao cha online cha viongozi wa nyuma mwiko, wanamjadili mwalimu. Sijui kama wiki mbili zitafika. Hapana. Hiyo sasa unazungumza wewe. Jafeti ya bebe haya clip kaiweke. Jana saa 2 wamefanya kikao cha online viongozi wa nyuma mwiko. Mimi kinachonishangaza kwako ni namna ambavyo wewe unazipata hizo taarifa. Unazipataje? Na zipata na ukweli kiasi gani? Unaongea na Ali Omari Mikoya almaarufu Kisugu. Jana saa 2 wamefanya kikao cha online jana. Na moja mjadala wa mwalimu tayari, mchakato wa kumtafuta mwalimu wao umeanza, na siamini kama wiki mbili zitafika. Okay. Unasamini. Ndani ya msimu mmoja Young Africans wanatoa jezi za ligi mara 2, kiachilia mbali mara ya kwanza waliotoa, sasa ni safari ya pili. Lakini kubwa hasa kinachozungumzwa ni kwamba ingizo la jezi feki limefanya wao wafanye mabadiliko ya hiki walichokifanya kwa hivi sasa. Unafikiri walichokifanya kitadhibiti kilichotokea mara ya kwanza? Jafeti, mimi kwetu Mkugilo. Hii Mkugilo kwa katika mkoa wa Pwani, wilaya Mkuranga. Kata ya Kitomondo, tarafa ya Kisiju, kijiji cha Kiwambo, kitongoji cha Mkugilo. Mimi baba yangu Omar bin Nasero ni mwenyekiti wa kijiji. Lakini umaarufu kwamba nyumba yetu ukifika pale mlangoni kuna maneno wameandika kwenye mlango. Wamesema kwamba mjinga huamini kila neno. Mjinga huamini kila neno. Kwenye mlango wa babako hapo? Yes. Okay. Nyumba yetu pale maandika mjinga huamini kila neno. Jafet ya Ngoso mwachie Ngoso. Sasa umetuacha na penzi kitovu cha uzembe au tunaondokaje? Mimi sijaelewa hapo. Ya Ngoso mwachie Ngoso Jafet. Sasa hatujaelewa yani. Ya Ngoso mwachie Ngoso. Kwamba wao sio wamesema wametoa jezi kwa ajili ya kudhibiti namna ambavyo jezi feki zinavyoingia, na ndio maana wakaamua kuleta jezi mpya, wakaondoa nembo ya mfadhili wao, wakaweka neno nia. Nimesema ya Ngoso mwachie Ngoso. Sasa tunataka tujue nia. Wewe pengine labda kama ukitaka kujua Jafet, muombe Mungu akupe maisha marefu. Jerut, kuna jambo anakuja kufanya kwenye bara la Afrika lijawahi kufanywa. Jezi za klabu bingwa barani Afrika ambazo Simba tunakwenda kuvaa hazijawahi kuvaliwa na klabu yote kwenye bara la Afrika. Ya Ngoso mwachie Ngoso. Yani zitakuwa za dhahabu au haijawahi kuvaliwa katika bara la Afrika? Jafet, dhahabu. Jafet, kuna kitu ambacho Al-Ahly hawajawahi kuvaa hizo jezi. Al-Masry hajawahi kuvaa hizo jezi. Wydad hajawahi kuvaa hizo jezi. Ni jezi ambayo kwa Afrika kwa mara ya kwanza Simba Sports wanakuja kuvaa katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Ya Ngoso mwachie sasa Ngoso. So mwisho wa Swahili wanasema chupa ni ile ile. Mabadiliko tulichokuwa ndani ya chupa. Chupa ni ile ile. Miko Kisugu. Yes kaka. Lakini unaionaje hiyo iliyopo sasa na ile ambayo ilitoka? Jafet, nimesema chupa ni ile ile. Kilichobadilika kilichokuwa ndani ya nini? Ya chupa. Ya chupa. Ya Ngoso mwachie Ngoso. Au ndo tuseme no comment?
Mimi nimesema sio no comment, nimesema ya Ngoso mwachie. Ngoso amalizane nayo. Kuna mechi ambazo zinaendelea kwa hivi sasa, kwa maana ya kwamba ligi tayari ishafunguliwa. Namna ambavyo unatazama Simba chini ya kocha Hemedi Morocco, lakini kuelekea michezo inayofuata, hatua itakayofuata sasa Eswatini kule. Ya kwa Jafet, nikueleze jambo ambalo asilia, na niwaambie wana Simba wengi ambao wajue. Hemedi Morocco alipewa dhamana juu ya mchezo mmoja tu, Simba zidi ya Gaborone ya Botswana. Mkataba wa Hemedi Morocco na Simba ulikwisha jana baada ya mechi kisha Jafet. Mwalimu mpya wa Simba, na ukiniuliza swali sijibu, ameshawasili ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unamfahamu? Nimesema ukiniuliza swali sijibu. Ila nawaambia watazamaji wako, mwalimu wa Simba ameshawasili ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio nakuuliza. Na ndani ya siku 3 hizi zijazo, mwalimu wa Simba atakuwa wazi, kila mmoja anafanyaje? Atamjua. Unamfahamu mwalimu mpya wa Simba? Nimesema usiniulize swali. Yaani wewe umesema humtaji. Sasa bila kusema kwamba nimejuaje kama Afrika aliyakuwa simfahamu? Anaitwa nani? Mmoja ni makocha bora kwenye bara la Afrika. Anatokea taifa gani? Wameongoza vilabu vingi, ameongoza vya Afrika ambao wamepata mafanikio makubwa. Ni Mchelsea. Anapenda sana style ya timu icheze sana. Anapenda timu yake ina kasi. Anapenda timu inashambulia muda wote, lakini pia ana mfumo mzuri wa kujilinda. Ni mwalimu mzuri, ni mwalimu bora. Wana Simba wasubiri tuwe na uvumilivu, ndani ya siku 3 tunamjua mwalimu wetu. Ni objective. Nimesema ni mwalimu mzuri. Ni mwalimu ambaye ana sifa kubwa katika mashindano yanayoandaliwa shirikisho soka barani Afrika. Ameshafundisha timu za taifa, ameshafundisha timu za vilabu, kikubwa tu na subira. Ametokea kwenye ile timu ya taifa. Alipotoka ni kwenye ile timu ya taifa au? Nampongeza sana mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa klabu ya Simba, mzee wetu Clatous Magoli. Okay. Nawapongeza sana makamu mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa klabu ya Simba, lakini pia napongeza wajumbe wa bodi ya klabu ya Simba. Wamefanya kazi kubwa, wamefanya kazi nzuri, hongera kwao. Wameletea mwalimu mwenye viwango, mwenye hadhi ya kuja kufundisha Simba Sports. Mimi naamini ndani ya siku 2-3 mwalimu wa Simba atatoka hewani, kila mmoja atamtambua. Bwana Kisugu, maliza na wadau, unalipi la kuwaeleza mikono? Waambie wana Simba, kwanza niwapongeze kwa moyo wanaonyesha kwenye dua na sara kuombea timu yetu, lakini kikubwa wamekofai kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Bado inahitajika kusimama kwenye dua na sara ili kuona namna moja au nyingine timu yetu inakwenda kucheza hatua ya makundi ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Inshallah, mimi na imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, mwaka huu wa kwetu na tunakwenda kucheza fainali ya klabu bingwa barani Afrika. Shukrani sana Miko. Asante sana.